Forming Christ in the Believer. TV Grace International presents the ineffable words of God, the gospel of grace, on the lips of the man, Christ Jesus. Abba Father. Wagalatia 3:23 inasema kwamba kabla ya kuja imani ilikuwa haijafika. Maelfu ya miaka yalikuwa yamepita, Musa, Daudi, manabii ambao kwa imani walishinda falme, kwa imani walifanya maajabu. Kwa imani Musa aligusa maji na kuitenganisha bahari ya Shamu. Lakini Mtume Paulo pekee. Mitume 11 hawakuelewa kwamba ni Mtume Paulo tu anaponyakuliwa hadi paradiso na kusikia maneno yasiyoweza kusemwa. Anataja bayana katika barua yake kwa ndugu wa Galatia. Anasema kabla imani haijaja. Na ndipo tunajiuliza, lakini kama imesemwa ya kwamba kwa imani Daudi, ya kwamba kwa imani Samsoni, ya kwamba kwa imani lakini imani hiyo ilikuwa imani ya vitendo. Imani ya kufanya miujiza, imani ambayo Petro alikuwa nayo ya kutembea juu ya maji. Na ndipo Paulo anakuja sasa akisema kabla ya kuja imani ilikuwa haijaja, kwa sababu Paulo alikuwa akiweka imani thabiti, imani ya mafundisho, imani ya Injili, imani ambayo inazungumza juu ya roho yako. Imani inayokuwezesha kumtumikia Mungu kwa akili zako. Warumi 7:25 inasema kwamba sasa baada ya msalaba. Kwa sababu sayansi yote ya haya ni kabla ya msalaba na baada ya msalaba. Na kisha baada ya msalaba, Paulo anasema sasa si kwa mwili, sasa ni kwa akili. Kumbuka kwamba kabla ilikuwa mwili, mkao wa kidini, sherehe, kujizuia, kuosha. Mafuta, upako. Lakini baadaye Kristo anapofufuliwa, sasa mwili hauna jukumu lolote. Ndiyo maana Paulo anasema, tazama, nyama wala damu hazitaurithi ufalme wa mbinguni. Kwa hiyo mwili sasa una jukumu jingine. Na halafu tulipokuwa sasa tunaenda kumtumikia Mungu katika roho, kwa akili. Kwa akili basi ilikuja imani iliyoanzishwa katika ujuzi, imani ya mafundisho. Na hivyo, ikiwa unataka kulinganisha tofauti, nitakuonyesha haraka. Angalia kile kilichotokea kwa Petro. Kitabu cha Matendo. Soma pamoja nami katika Matendo sura ya 5 mstari wa 12. Na ishara na maajabu mengi yalifanyika kati ya watu kwa mikono ya mitume, nao walikuwako wote kwa nia moja katika ukumbi wa Sulemani. Walifanya nini kupitia mikono ya mitume? Maajabu na ishara. Sasa hao mitume wanaofanya maajabu na ishara wanakosa imani ya mafundisho. Walichonacho ni imani ya kufanya miujiza na maajabu kati ya watu, nao wakaweka mikono yao juu yao kwa sababu walimwona Yesu wa Nazareti akiwawekea mikono. Kwa hiyo nadhani Petro akaenda na kuweka mikono juu yao. Ndiyo maana unaona wainjilisti wengi leo kwenye televisheni wanaopenda kuweka mikono juu ya watu, mpaka Paulo anatokea na kusema kuwekewa mikono ni jambo la kawaida. Sasa sio kuwekea mikono, sasa ni kuelimisha na wewe ujiponye. Ndiyo maana hutaniona hapa nikikusubiri ujitokeze ili nikuwekee mikono. Sasa unaenda kwenye kanisa la kiinjilisti, maelfu ya makanisa huko nje unakoenda Jumapili, na mchungaji anasema njoo mbele, tutakuombea. Mara mashemasi na kundi la watu wanatokea na kuanza kutafuta kukufanya uhisi kitu, lakini hii siyo juu ya hisia tena. Hii sasa ni juu ya kujua. Ni kama mwanamke alimwambia rafiki yangu leo, hapa kuna swali, je, huombi kanisani? Kanisani si unawatembelea wagonjwa hospitalini?
Na kisha rafiki yangu yule ninayezungumza juu yake akajibu, vizuri, tazama, mtume anatufundisha kwa njia ambayo tunapougua sisi wenyewe tunaamsha mapatano na kuponywa. Hivyo basi nikamwambia rafiki yangu kwamba kuna dada mmoja hapa alikuwa na moto wa shahada ya 3 mwilini mwake. Na nilijua juu yake baadaye sana kwa sababu nilikuwa nikisafiri. Fikiria, niligundua siku 10 baada ya kuchoma. Na kisha katika siku hizo 10 kutoka kwa kanisa alikokuwa akienda, siku moja mchungaji alikuwa pale hospitalini akimtembelea na kumwona. Hujambo? Na kisha akatumia mapatano na kusema, mimi hapa nikipitia dhiki kidogo ya kitambo. Na kisha mchungaji akasema, na Jose Luis, kwa sababu ananiita Jose Luis, si mtume? Aliuliza, na Jose Luis alikuja kukuona? Naye akakaa kimya. Kwa nini unaniuliza hivyo? Kwa sababu hatakuja kukuona. Yeye hajali. Yeye hajali kuhusu wewe. Na kisha akamwambia, vema, tazama, umekuja kuniona, lakini hunipi chochote. Unachohisi ni huruma kwangu. Sasa hata hivyo, Jose Luis amekuwa hapa pamoja nami kila siku kwa sababu amenipa elimu ambayo ninaomba. Akamwambia, unawaona hawa wagonjwa walioungua hapa? Ni idara ya hospitali ambapo huwapeleka watu walioungua. Naye akasema, angalia, kila mtu analalamika na kulaani. Niko hapa kwa amani nikiteka kila kitu. Sijasikia maumivu yoyote. Hili litaisha hivi karibuni na nitaachiliwa kesho. Hiyo ndiyo tofauti ya kwenda kanisani ambako unafundishwa msimamo wako, na sio tu kushughulikia hisia zako, kwa sababu hapo utakuwa unamtegemea mwanadamu kila wakati. Lakini ikiwa una heshima na unajua kuwa ulicho nacho ni sawa na nilicho nacho mimi, Mungu haitoi roho yake kwa kipimo. Ni nini wazo la mimi kuomba kwa ajili yako? Omba wewe. Ikiwa una sahani moja ya chakula na mimi nina nyingine, kwa nini unataka kula chakula changu? Kula kutoka kwenye sahani yako na kuacha chakula changu. Vema, ikiwa una roho ile ile niliyo nayo. Je, si sawa? Mungu hana upendeleo. Hatoi roho wake kwa kipimo. Ikiwa unayo, ninayo. Basi usiniombe nikuombee. Sitaenda kukuombea. Unajiombea mwenyewe, huamini? Hiyo ni vitendo zaidi. Ndiyo maana unaona wale Wakristo ambao ni dhaifu, unawasikia kwenye redio hapa Miami wakisema, mchungaji niombee. Mchungaji niombee. Na halafu, baada ya programu ya nusu saa kuisha, wanarudi na kuita kwa sababu wanaamini ya kwamba kwa sababu ya idadi ya miito, Mungu atafanya kazi, na wanaita. Angalia, niliita programu iliyopita na ninaomba uniweke kwenye orodha ulionayo hapo. Katika bahati nasibu wanayo ambapo wanaandika hivyo na kisha. Lakini nina hakika hawazingatii, mtu huyo huenda nyumbani baadaye. Hiyo ni michezo ya kidini. Kwa hiyo hapa inasema kwamba ni nini kilifanyika kwa mkono wa mitume. Sasa wale mitume hawakuwa na imani ya mafundisho, walikuwa na imani ya kufanya miujiza. Hata hivyo, angalia Wagalatia 2 inavyozungumza kuhusu mitume, hasa mkuu wao Petro. Angalia Wagalatia 2 wanasema nini. Tunazungumza hapa na ushahidi. Na tunazungumza miaka mingi baada ya Petro tayari kufanya maelfu ya miujiza, baada ya Petro kuwa maarufu kote Yerusalemu, ambayo anajulikana kwamba ilikuwa tamasha kwa ulimwengu huo, kwa watu wa aina hiyo. Petro alikuwa tayari anajulikana sana. Hata hivyo, Petro anapokabiliwa, tazama maneno katika mstari wa 11. Paulo anapokabiliana na Petro huko Galatia anasema nini? Je, kila mtu ana Biblia? Hafiki hapa bila upanga. Huu ni uwanja wa vita hapa. Anasema, lakini Petro alipofika Antiokia, nilimpinga uso kwa uso, kwa sababu alipaswa kuhukumiwa. Maana kabla watu fulani waliotoka kwa Yakobo hawajafika, alikuwa akila pamoja na watu wa mataifa mengine, lakini walipokwisha kufika, aliondoka na kujitenga, kwa maana aliogopa. Sio nusu, aliogopa.
Petro alikuwa na nini? Na miujiza yote aliyofanya wakati huo ilimsaidia nini? Yeye ni kama wainjilisti unaowaona kwenye televisheni leo. Eti nguvu nyingi. Angalia, na kisha miaka 15 au 16 baadaye anapaswa kuwa mtu mzima. Angalia, aliogopa. Kwa unafiki, Paulo akamwambia, tazama Petro, wewe ni mtoto. Katika imani unapaswa kuhukumiwa. Sitaki kukuhukumu bado, lakini tazama, unatenda kama mtu ambaye si mwamini. Wewe uliyetaka kuwa kama Petro. Wewe uliyesema mengi, o Petro, ulitembea juu ya maji. Basi nini? Alitembea juu ya maji na kuzama. Petro alikuwa mnafiki. Kwa sababu lakini alifanya miujiza. Ndugu, usizungumze hivyo kuhusu Petro. Petro alifanya miujiza. Ndiyo, alikuwa na kipengele cha kwanza cha imani, alikuwa na imani ya vitendo. Lakini hiyo siyo maana. Jambo ni wewe kuwa na imani kulingana na nafasi yako katika Injili. Je, unajua imani hiyo iko wapi? Katika Warumi 5. Hebu tuone. Sawa, mstari wa 1. Warumi 5 mstari wa 1. Kuhesabiwa haki basi na nini? Na je, unaamini kwamba imani hii ya kuhalalisha ni imani ambayo Petro alitumia kuponya wagonjwa? Sema, imani ina dalili mbili. Moja kwa miujiza, na lingine linalonihesabia haki. Anasema tunahesabiwa haki kwa sababu kwa imani tuna amani. Angalia. Acha. Habari kwa Mungu. Anasema kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo. Na pia angalia imani ya kimafundisho inafanya nini? Ambaye kupitia kwake sisi pia tumepata kwa njia ya imani katika neema hii ambayo ndani yake tunasimama. Je, unajua kwa nini Petro wala mitume hawakuweza kujua neema ya Mungu? Kwa sababu hawakuwa na imani ya mafundisho. Kwa sababu imani ya kimafundisho ilifundishwa na mtume Paulo pekee na hawakupatana na Paulo. Kwa hiyo Paulo alipozungumza na akafichua maarifa yote, kuna Petro alitatizika na Yohana waliona wivu. Ninazungumza juu ya Biblia. Kila kitu ninachosema ninathibitisha. Kwa maneno mengine, hawakuelewana naye. Walifanya maisha ya Pablo kuwa magumu. Kwa hiyo hawakumwamini Paulo. Kutomwamini Paulo, kwa maana hawakuweza kusimama imara. Anasema ambaye kwa yeye sisi pia tunayo. Sio tu kwamba sasa mmehesabiwa haki mbele za Mungu, bali amani imepatikana. Lakini pia unaweza kufikia kipengele kingine cha imani ambacho ni uthabiti. Kwa maana dhoruba zinapokuja katika maisha yako. Naam, tazama mbele, angalia aina za dhoruba zinazoweza kuja. Mstari wa 3 inasema nini? Na si hivyo tu. Namaanisha sio tu tumesimama kidete, sikiliza hili. Lakini pia tunafurahi katika dhiki. Halo kaka, kuna nini? Nina shida, nimebarikiwa lakini ninajisifu. Nimetulia lakini hukuniambia tu kwamba una matatizo. Ndiyo, lakini ni mimi. Kama mimi ni mtu mwenye haki na najua jinsi ya kutumia imani ya mafundisho, dhiki hainifanyi mimi kama inavyofanya kwako. Kwa hivyo wewe ni maalum. Lazima niwe maalum kwa sababu ikiwa unapiga kelele na kukimbia na kusema huyu ni ibilisi, huyu ni ibilisi, tazama ni ibilisi. Wakati mwingine anasema heri, hii inaniletea utukufu. Ni Paulo pekee anayeelewa hilo. Mtu mwenye shida anasema, na sio hii tu. Sio tu kwamba nimesimama kidete, lakini majaribu na dhiki, angalia wananifanyia nini. Anasema nasi tunajivuna msamaha. Wala si hivyo tu, bali twafurahi pia katika dhiki tukijua, lakini hili lazima lijulikane. Ikiwa hujui, heri unatafuta maombi. Unamwita mchungaji kumwambia mchungaji, niombeeni maana ninafadhaika. Nina shida.
Usipoteze muda kupiga simu hapa, maana nikijua unasumbuka nitasema utukufu kwa Mungu anayekuwa. Dhiki huja kwangu. Shida huja kwangu. Nalia. Ninatokwa na machozi. Wakati fulani mambo yanatokea kwangu. Lakini nitafanya nini? Je, niwalete hapa mimbarani? Au kusema siwezi kutoa mhadhara leo? Mtume, nini kilikupata? Ni kwamba nina shida. Nina shida sana na siwezi kuhubiri katika shida. Fikiria. Na ikiwa unaishi nami. Wacha tuseme unatumia wakati na mimi kila wakati. Halafu unaniona nimekasirika, unaona nalia, unaona napitia hali au kutoelewana kwa familia. Inaweza kuwa hali yoyote. Kisha unaniona hapa nina furaha sana. Utasema lakini alikuwa akilia muda mfupi uliopita. Huo ni unafiki. Hii ni nini? La, ninayo haki ya kujisifu na kutoongozwa na mwili huu. Lazima nichukue mwili mateka na lazima niseme kile unachosema hapo. Au nikijua unapitia majaribu na nililia pamoja nawe. Lakini baada ya hayo unaniona hapa, unaniona nina furaha, nikifurahia ladha hii kama usiku wa leo. Utasema mtume hana hisia. Japo anafahamu jaribu ninalopitia na tazama jinsi alivyo na furaha na utulivu, unataka nifanye nini? Je, unawasilisha kwa hali ya sasa unayopitia au yangu au ya mtu mwingine yeyote? Lazima uchukue mateka na utengeneze limau kutoka kwa limau. Je, hufikiri hivyo? Kwa hiyo inasema hapo, tunafurahi katika dhiki, tukijua kwamba dhiki huzaa nini? Subira. Na unasema, mtume, nilijiombea Mungu anipe subira. Vema, basi lazima niombe kwamba dhiki zije kwako. Naam, ikiwa dhiki hutokeza saburi, basi ujivunie mambo yote yanayowapata ninyi. Au unataka wakuonee huruma? Au unataka kupigana kuona nani anaumwa zaidi? Pengine wewe ni mmoja wa wavumilivu zaidi hapa ikiwa umepitia dhiki nyingi. Uvumilivu ni tunda kubwa sana, maana subira inapotokea. Wewe tulia na kusema, ngoja, sitazungumza haraka au kujibu sasa. Mimi naenda kushikilia kwa sababu hii inaweza kuleta utukufu. Na ikiwa nitalalamika kabla ya wakati, nitaonekana mbaya baadaye. Inazalisha uvumilivu. Na uvumilivu, ushahidi. Na uthibitisho, tumaini. Na tumaini halitukatishi tamaa, kwa maana upendo wa Mungu umekwisha kumiminwa katika nia zetu na Roho Mtakatifu tuliyepewa. Kwa hivyo inamaanisha nisikilize kwa uangalifu ikiwa hauelewi. Ikiwa hauelewi maonyesho mawili ya neno imani. Hivyo utawahi kuwa imara. Tazama, mimi nilikuwa katika mfumo huo. Nilikuwa Mpentekoste, nilikuwa Mbaptisti. Nami nikawatazama. Na watu hao hawakui kunijumuisha kwa sababu nilikuwepo. Tayari nilikuwa nikishangaa, nikasema, hei, nimekuwa hapa kwa miaka mingi na hakuna ukuaji. Je, haikukupa chochote pia? Ndiyo, basi ni hivyo, njoo mbele na tutakuombea. Na kukemea. Ninakemea shetani, ninakemea majaribu yote, ninakemea hili, ninakemea lile. Na kisha ni yote, Mungu wangu nisaidie. Mungu wangu nisaidie. Mungu wangu. Mchungaji nisaidie. Kwa hivyo ni hali ambayo hukua. Na unajua kwa nini?
Kwa sababu ili ukue, unahitaji uthabiti, na ili uwe na uthabiti, unapaswa kuelewa imani ya mafundisho, ambayo ndiyo inakupa kuingia kwa neema hii. Na hiyo inafanya kazi je? Kweli, angalia, inafanya kazi kwa njia fulani. Ni sayansi. Sayansi yani, Paulo alisema hii ni sayansi ya kweli. Paulo alisema hii ni sayansi ya kweli. Kwa mfano, ikiwa Injili inasema hivyo kwa toleo moja, alifanya roho yako iwe kamilifu milele, kumaanisha kwamba wewe ni kama Yesu Kristo. Na katika mwili unasema mimi ni kama Yesu Kristo tu. La, hapana. Mimi ni maskini, mnyonge, uchi, mnyonge. Lakini je, ninaweza kuwa kama Yesu Kristo? Vema, ndivyo alivyosema kwa toleo moja tu. Sio kwa mwili wako. Mwili wako ndio chombo kinachopitia dhiki na hali ili kukamilisha kile kilicho ndani. Ili kilicho ndani kitawale kilicho nje. Lakini hiyo ni sayansi ambayo unapotumia kidonge hicho, kwamba wewe ni mkamilifu. Sioni. Sijisikii. Lakini anasema kwamba kwa toleo moja alipokufa na kufufuka, alinifanya kuwa mkamilifu milele. Ninaiamini, ninaiungama, na kuanzia sasa na kuendelea nitaizungumza. Unapofanya hivyo, hutoa athari fulani katika akili yako. Kwa kawaida, athari hizi huleta maonyesho mengi. Kwa sababu ikiwa wewe ni mkamilifu milele, inamaanisha kwamba umeokolewa milele. Kwa hivyo, unapohisi kwamba tayari umeokolewa milele, unajisikia huru zaidi. Unapojisikia huru, basi unachukua mambo kwa upole zaidi. Inapochukuliwa kwa upole zaidi, mnaingia katika uhuru mtukufu wa watoto wa Mungu. Unapoingia katika uhuru, uhuru unakuja kwa gharama, bei ya juu sana. Na ni kujua jinsi ya kuendesha ndani ya uwanja wa uhuru. Na kwa hilo unahitaji subira, kwa sababu ndugu wapya wanaowasili huingia katika uhuru huo, na kwa muda unaona kwamba wako huru sana. Halo, unajua nilimwona mtu fulani akifanya hivi na vile. Umeona? Sawa. Una macho ya kuona. Ndiyo, niliona. Utafanya nini? Nitaenda kumkosoa. Je, uliingilia mafunzo ambayo malaika wake anampa? Kwa sababu malaika wake anampa mafunzo. Anafanya mazoezi. Anaondwa ndani ya uhuru mkubwa sana. Sasa imani hiyo ambayo Mtume Paulo anazungumzia si imani yoyote tu. Hiyo ni imani ambayo kanisa linaithibitisha. Bila imani hiyo hawana haki ya kujiita kanisa. Warumi 16:25. Fikiria kile anachosema, kwa yule anayeweza. Na kwa yule anayeweza kukuthibitisha sawasawa na Injili yangu na mahubiri ya Yesu Kristo. Mahubiri ya nani? Na ni lini umemwona Yesu Kristo akihubiri? Hakuhubiri kamwe, alinena kwa mifano alipokuwa hai. Lakini alimhubiri Mtume Paulo katika paradiso. Na mahubiri ya Yesu Kristo kulingana na ufunuo wa siri iliyokuwa imefichwa. Yaani imani hii ya kimafundisho ilifichwa kwa miaka mingi, anasema tangu nyakati za milele, lakini ambayo imedhihirishwa sasa katika uzoefu wake miaka 2000 iliyopita. Baada ya msalaba, anasema umedhihirika sasa katika wakati wangu. Huyu ni Paulo anazungumza, sivyo? Na kwa njia ya maandiko ya manabii, kulingana na amri ya Mungu wa milele, imejulikana kwa mataifa yote kwa utii. Hiyo kwa imani gani? Kwa imani ya mafundisho, kwa imani ya ufunuo. Hazungumzii juu ya imani ya kufanya miujiza. Ndiyo maana watu hawa wanadanganywa. Vema, umeona hizo kampeni za mwinjilisti anayevuma? Je, umeiona? Kweli, sasa kuna wengi wanaovuma kwa sababu upepo wa mafundisho ni pepo za mafundisho. Ni upepo wa mafundisho. Hapo awali ilikuwa upepo wa lugha. Bla 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 bla. Huo ni upepo. Kwa hiyo yeyote ambaye hakuzungumza hivyo, vema, alikuwa amekosea. Lakini sasa ni mada ya kicheko cha wazimu. Na pia mada ya kupiga.
Halafu kama watu huepuka hii kutoka kwa aina hii ya mafundisho. Hii ni wizara inayoteseka, wizara ambayo inateseka katika kipengele hicho, kutimiza kile ambacho Yesu Kristo alikosa katika mateso kwa ajili ya kanisa lake. Kwa sababu hii ni hivyo itakuwa packed. Hii ni ili watu wajipange nje ili waingie humu. Lakini kwa vile tunaunda akili hapa, watu hawataki kuumbwa. Watu wanachotafuta ni miujiza midogo, mambo kama hayo. Na kisha ukiona hizo kampeni za Benny Hinn, wamejaa watu. Na kisha watu kutafuta hiyo. Unatumia muda wako na macho yako wazi kutafuta miujiza, kuangalia kujua nini anahisi kama, lo, nimepata goosebumps. Angalia, hilo lilifanya lolote akilini mwako? Hapana, ilifanya ngozi yangu kutambaa. Lakini vipi kuhusu akili? Akili bado imelala. Na kisha wanategemea miujiza. Na watu hao, sikilizeni hili. Watu hao huenda kwenye kampeni hiyo. Kisha mwaka uliofuata, ile iliyoanguka na kupasuka mwaka jana, ambapo aliambiwa ni mzima wa afya, anarudi tena. Watu hao wanarudi. Naam, kumekuwa na utafiti juu ya wale watu wanaokwenda kwenye kampeni hizo ambapo anasema walikuwa na afya. Hata nilitazama filamu siku chache zilizopita. Huo ni udanganyifu. Daima wanadanganya watu. Na sio kwamba siamini katika miujiza. Hakika ninafanya, mimi ni muujiza. Bado napokea miujiza. Miujiza hutokea hapa. Kwa kweli, ukweli kwamba umeketi hapa ni muujiza. Huo ni muujiza. Kwa hivyo imani hiyo, unaingia katika neema, inakupa uimara, inakuthibitisha na kukufanya kitu kingine. Waefeso sura ya 1 mstari wa 13. Moja. Na kwa hilo tunamaliza. Anasema, wewe pia ndani yake umezungumza kwa lugha zingine. Kuwa una sikio, heri. Mnajua kwamba wale wanaosikia ni kondoo. Alisema, kondoo wangu huisikia sauti yangu. Lakini hawana budi kuwa na zaidi ya masikio tu. Kusikia na kuelewa, kuamini. Anasema baada ya kusikia neno la kweli, injili ya wokovu wako, na kuwa na nini? Umesikia, sasa utaamini. Halo, kuna waumini wangapi hapa? Halo, ikiwa uliamini. Si kwamba mnasikia na kusikia tu, bali na kuamini kwamba mnasema, hivi ndivyo napokea, nitakiri kwa sauti. Anasema, na kwa kuwa umemwamini ulikuwa aliyetiwa muhuri na Roho Mtakatifu wa ahadi. Je, unajua Wapentekoste wanafundisha nini? Ya kwamba ahadi ya Roho Mtakatifu ni pale unaponena kwa lugha. Lakini hapa inasema kwamba mliposikia na kuamini, mlitiwa muhuri na ahadi ya Roho Mtakatifu. Haya, hilo si jambo dogo. Je, unajua nini maana ya kutiwa muhuri, yaani kuwa na muhuri wa uhalisi? Mtu huyu ni mwana wa Mungu mwenye mamlaka, kwa sababu ameiamini Injili. Hiyo ni kubwa sana. Hivyo imani ya kimafundisho ndiye anayefanya kazi hii, lakini inapaswa kugawanywa. Kuna imani ya vitendo na kuna imani ya mafundisho, kwa sababu usipoigawanya hutaelewa vizuri. Ndiyo maana mfumo hautuelewi, kwa sababu wanaamini kuwa imani ni kitu kimoja. Wanaona neno imani na kwa upofu wanakwenda huko, na huweka hisia katika kila kitu kinachosema imani. Kwa hiyo tazama, kwa njia hiyo hiyo kuna maonyesho mawili ya imani. Kuna injili mbili kwa kila mmoja wao.
Kwa imani ya vitendo kuna injili ya tohara. Kwa imani ya mafundisho kuna injili nyingine, ile ya kutokutahiriwa. Kwa hiyo nini kinatokea? Unapokuwa kwenye fundisho, injili ulio nayo hapa, tazama, yule wa kutotahiriwa. Lakini unapozungumza na ndugu ambaye anashiriki injili nyingine, yeye hakuelewi. Anawezaje kukuelewa ikiwa wewe ni wapinzani wawili wa pola? Na unajaribu kumwelezea. Unamwambia, tazama, heri. Hapana, 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 hapana. Najua unajaribu kuniambia nini. Najua. Halo, lakini aliyosema Sulemani anatimia. Hii mwanadamu ni kile anachofikiri moyoni mwake. Kulingana na ulicho nacho hapa. Kwa sababu kulingana na kile ulicho nacho hapa, unaona. Na kama huna ukweli hapa, hutaona lolote. Nisamehe. Mungu akipita karibu na wewe hakuoni, ubarikiwe. Anakupitia bila kukuona. Wala hutamwona Mungu. Simama. Sema pamoja nami. Nimeingia kwenye neema hii. Na katika neema hii, katika banda hilo, katika ufalme huo hakuna shetani, hakuna dhambi, hakuna hukumu, hakuna upotevu. Kuna uzima wa milele na uimara. Ubarikiwe kwa kila baraka.